majina naitwa Emmanuel Samuel Manengo na nipo hapa kwa niaba ya wachezaji wenzangu. Kwa niaba ya wachezaji wenzangu tupo tayari na morali yetu iko juu kukabili mchezo huu dhidi ya Young Africans, na Yanga ni timu kubwa na tuna heshima kubwa juu yao, tunaheshimu sana, lakini tupo tayari kupambana kwa ajili ya mchezo wa kesho. Swali la kwanza kwa Emmanuel kwa niaba ya wachezaji wenzake. Swali hili ambalo tulikokosa. Ndio. Kwa upande wako mmepoteza game ya mwisho kabla ya game ya kesho. Ni kwa namna gani ambavyo mnakwenda kujiandaa kukabiliana na Yanga, na ukiangalia performance ambayo mmecheza na Kagera, sidhani kama performance hiyo inaweza kwa level sana na game ya Yanga. Mmejiandaa vipi? Kama alivyosema mwalimu, ilikuwa ndio siku yake ya pili ya tatu mazoezini, kwa kuna falsafa alikuwa anajaribu kuimplement kwenye timu, na mechi ya Kagera na mechi ya Yanga approach zake always zinakuwa ziko tofauti, lakini kuelekea mchezo wa Yanga tumefanya mazoezi vizuri na tumeanza kuelewa falsafa yake na tutaitumia zidi ya mchezo wa Yanga. Swali lingine, Ima, unawaambia nini mashabiki wa soka wa especially wanaopenda Tabora United? Unawaambia nini? Unawaahidi kitu gani? Kwa mashabiki wa mpira, sasa mashabiki wa Tabora United, tunawaahidi kwamba kesho tutajitahidi tuweze kupata pointi 3 kama tuliweza kupata kwenye mchezo wa kwanza, japo sio kitu rahisi sababu najua Yanga na wachezaji wazuri, ni timu nzuri sana. Kwa tutajitahidi tupambane ili tubakishe furaha nyumbani. Ima, mmekuwa na mwalimu mpya kwa sasa. Imewachukua muda gani pengine kwanza kwa kitu ambavyo amewaletea na ukilinganisha na yule ambaye aliondoka? Kikubwa mwalimu huu na mwalimu aliyopita falsafa zao sio tofauti sana. Kuna mabadiliko machache, lakini sisi kama wachezaji na wachezaji wenye experience kwenye timu yetu, wamecheza timu nyingi, so inakuwa rahisi kukopa na kuelewa mfumo. Yanga ni timu kubwa na Yanga kwa sasa iko kwenye mbio za kutaka ubingwa, na inakuja na mambo mawili. Kwanza kutaka ubingwa, lakini inakuja kuelekea kulipa kisasi. Ninyi mnahofia nini katika hili? Kikubwa kwenye mchezo wa mpira hatuwezi kusema tunahofia, lakini tunaheshimu na tunaelewa kama mechi itakuwa ni ngumu, hasa kwa sababu Yanga hapo kwenye mbio za ubingwa na vile vile wanakuja kwa sababu tuliwafunga mchezo wa kwanza. Kwa hiyo tunaamini utakuwa ni mchezo mgumu, lakini hatuna hofu kusema tunahofia, hapana, sababu sisi kama wachezaji mechi kariba Yanga ni mechi ambazo tunapenda kuzicheza, tunatamani kuzicheza. Kwa watoto kuwa na hofu, tutakuwa tayari kwa kabisa. Muda wote mmekuwa na malengo ya kumaliza mpira katika nafasi ya 4. Malengo hayo kwa sasa yapo, kwa sababu ukiangalia kwenye mechi ya JKT kidogo imepoteza. Malengo hayo bado yapo pale pale. Malengo ya kumaliza nafasi ya 4 hapo, japokuwa ligi sio nyepesi, kila mchezo unaokutana nao kwenye mzunguko wa pili ni kama finali. Kwa na tuna mechi ngumu, na mechi dhidi ya Singida na mechi dhidi ya Yanga ni mechi ngumu ambazo sisi tumejiandaa kisaikolojia kuweza kushinda katika mchezo huu. Mkikaa kama wachezaji kuelekea mechi ya Yanga, mnazungumza nini ambapo ukikumbuka kwamba tayari mmeshawajeruhi? Kikweli hilo ni pigo kubwa na ni kitu ambacho kinazidi kutia ugumu mechi hii, sababu tuliwafunga mechi ya kwanza. Ni ngumu wao kukubali tukawafunga mechi ya pili, lakini kama wachezaji tunakaa muda wote ni kutiana morali. Kama tuliweza kupata kwenye mechi ya kwanza, inawezekana tunaweza tukashinda kwa mechi. Kwa muda wote tunapeana sana morali wachezaji.